Gani mpenzi mtazamaji wa ITV popote pale ulipo, ni matumaini yangu hujambo na karibu katika wasaa mzuri kabisa wa Afya ya Jamii, kipindi ambacho kinakupa fursa wewe mtazamaji kuyajua mengi ambayo yanahusu afya yako. Asante sana kwa kuweza kuchagua Afya ya Jamii hapa ya ITV Superbrand Afrika Mashariki. Mimi ni mwenyeji wako, naitwa Othman Suleiman, nikualike kwa moyo mkunjufu kabisa katika kipindi hiki ili leo nikujulishe kuhusiana na kitu kinachoitwa asidi katika koo. Unaweza kuhisi ni jambo la kawaida sana, lakini kumbe linaweza likaleta madhara makubwa sana katika afya yako. Na hapa niko katika chumba maalum kabisa cha tiba katika hospitali ya taifa ya Muhimbili hapa Mloganzila, na nimekutana na daktari bingwa wa magonjwa ya sikio, pua na koo. Namzungumzia Dr. Godlove Mfuko ambaye niko naye ndani. Tutazungumza mengi mtazamaji, ili uweze kufahamu mengi kwa kina kuhusiana na asidi kwenye koo. Dr. Godlove Mfuko, karibu sana kwenye kipindi cha Afya ya Jamii. Nashukuru sana. Naam, asante sana. Nimemtaarifu mtazamaji kwamba leo tutazungumza kuhusiana na tatizo la asidi kwenye koo. Lakini ili tuweze kuijua zaidi asidi kwenye koo, pengine tungefahamu ni kitu gani hasa. Tuanzie hapo. Asante. Hapa ni hospitali ya taifa Muhimbili Mloganzila, na hapa tuko kwenye chumba maalum cha tiba. Tunaita treatment clinic, ambapo tunaona wagonjwa lakini pia tunawatibu. Hiki chumba kina vifaa ambavyo vinafanya mambo yote yamalizike hapa kwenye hiki chumba. Unaweza ukaona ni chumba ambacho tunaita ENT treatment unit. Ni chumba ambacho kina vifaa ambavyo vimefungwa kwa pamoja. Kuna darubini, kwa hiyo unaweza ukahitaji kumtibu mgonjwa kwa kutumia darubini. Hiki ni kiti ambacho unaweza ukakigeuza kikawa hata kitanda. Unamweka mgonjwa katika staili ambayo unaitaka ili uweze kumtibu ya. Kwa hiyo unaweza ukawasha darubini na kumpima mgonjwa akiwa amekaa hapa. Lakini pia kuna kamera ya. Kuna kamera hii ambayo imekuwa connected kwenye screen, na huku mbele ya kamera tunachomeka hivi, ni kama vyuma mbele, lakini vina unaweza kuona labda kwenye tundu labda la sikio au la pua au la koo. Kwa hiyo vyenyewe pia vina size tofauti tofauti na angle tofauti tofauti kumwezesha daktari kuweza kuona hiyo sehemu ambayo anataka kuipima. Yeah. Kwa kifupi, hiki chumba mgonjwa akiingia ndani, labda kwa mfano ana matatizo ya masikio, tunaweza kumpima tukaona kabisa live kwenye screen. Yeah. Kwa mfano unaona mkono wangu, unaweza ukawasha lamp, unaona nikiweka hivi unaona mkono pale. Kwa hiyo kama unaingiza kwenye sikio unaweza ukawa unaona vizuri tu, na unaweza ukaiweka ikawa inaonekana vizuri. Kwa hiyo tuna uwezo wa kuona vitu kama vilivyo kiuhalisia kabisa. Kama kuna tatizo kwenye sikio, ngoma labda imetoboka, kama kwenye koo kuna matatizo yoyote unaweza ukaona. Kwenye koo mara nyingi tunatumia kifaa cha telescope tofauti kidogo, ambacho unaweza ukapimia koo kadiri unavyotaka kwa mgonjwa. Unaona, kwa mfano kama hii nimeconnect, unaona nimeweka mkono wangu chini, unaonekana. Kwa hiyo maana unaweza ukaingiza mdomoni, alafu hii kamera inamulika kwa chini. Kwa hiyo koo unaweza ukawa unaingiza mdomoni, lakini pia ukaweza kuona koo na kuona kwa matatizo yote ya koo. Na hata tatizo ambalo tunaenda kulielezea leo unaweza kulipima na hiki kipimo, na ukaweza kuona mabadiliko yaliyosababishwa na hilo tatizo la asidi kwenye koo vizuri tu, na ukaweza kumsaidia mgonjwa. Na uzuri ni kwamba mgonjwa mwenyewe pia anaona tatizo lake, kwa inakuwa unamtibu kitu ambacho mwenyewe mgonjwa anaona, kwa inakuwa ni kitu kizuri. Yeah. Inakupa wewe daktari urahisi, lakini pia mgonjwa inampa hope. Naam, asante sana Dr. Godlove kwa maelezo ya hiki chumba, lakini namna mashine hizi zinavyofanya kazi. Lakini turudi sasa katika mada yetu ya msingi ya asidi kwenye koo. Hii asidi kwenye koo inasababishwa na nini? Labda tu niseme kitu kimoja, asidi kwenye koo huwa inatokea tumboni. Kwenye tumbo ndio kunakuwa na asidi. Na asidi ipo tumboni, ina kazi kwa ajili ya kumeng'enya chakula. Lakini inapokuja kwenye koo ndio inaleta madhara, kwa sababu haikutengenezwa ili ije kwenye koo. Imetengenezwa ikae tumboni, lakini kuna vitu kadha wa kadha ambavyo nitaenda kuvielezea ambavyo vinaifanya hiyo asidi ije kwenye koo. Kwa hiyo ile asidi ipo tumboni kimaumbile, kwamba Mungu kaiumba hivyo, na ni muhimu sana kwenye mmeng'enyo wa chakula. Sawa, kwenye mmeng'enyo wa chakula, kwenye dawa. Kuna baadhi ya dawa haziwezi kuingia kwenye mfumo wa damu bila kuwa na mazingira ya asidi. Lakini pia inasaidia, ni kama tunaita primary barrier to infection. Yaani kwa mfano umekula vyakula, ile asidi inaweza ikaua hata vijidudu ambavyo ni vibaya kabla havijaingia kwenye au aina fulani ya vitu vinaweza vikahuishwa pale ya. Lakini pia inasaidia mmeng'enyo wa chakula.
Kwa hiyo ni fiziolojia ya kawaida, lakini na ni asidi kali. Ni asidi ambayo inaitwa hydrochloric acid, na pH yake, unajua asidi huwa inapimwa na utindikali, tunaita pH. Hiyo pH ya kwenye tumbo ni moja ni pH kali sana, ni asidi kali. Unapokwenda 1, 2, 3 mpaka unapofika 7 ndio unaenda kwenye kinyume cha asidi ni base. Hiyo asidi ikija kwenye kosa ndio inaleta tatizo. Na labda nikwambie, kama kuna ugonjwa ambao, kama kuna dalili ambazo zinatibiwa kwa makosa, ni dalili ambazo zinasababisha, dalili za koo ambazo zinasababishwa na asidi. Mara nyingi sana wagonjwa wakienda hospitali wanatibiwa tofauti kwa sababu tu ya ule weledi, ufahamu wa wataalamu wetu wa chini kujua kwamba hii dalili inaweza ikasababishwa na asidi ya. Lakini umeeleza kwamba hii asidi ina kazi yake maalum kabisa kwenye mwili wa binadamu. Kwa nini sasa inafika hadi juu kwenye koo na kumsababisha tatizo kwa mgonjwa? Asidi inakujaje kwenye koo? Ndio swali lako la msingi. Koo kunakuwa na mabadiliko kwenye fiziolojia ya mwili. Unajua, kama nilivyosema pale mwanzo kwamba inatakiwa kuwepo tumboni. Kwa hiyo hata maumbile ya binadamu yalivyoumbwa yameumbwa ili hiyo asidi isije kwenye koo. Nafikiri unanielewa vizuri. Kwa hiyo kuna sphincters tunaita, kuna vitu kama vinavyobana kwenye ule utumbo. Unajua kuna utumbo unaochukua chakula kutoka kwenye koo kupeleka kwenye tumbo. Unamaanisha ile esophagus. Yes. Kwa hiyo pale chini kabisa kwenye esophagus kuna pamebana, tunaita lower esophageal sphincter. Yeah. Kwa hiyo kama kuna vitu vyovyote vitapelekea chochote kile, kitapelekea hiyo fiziolojia ya kubana pale chini ikaharibika, maana asidi inaweza ikaja ikapanda juu ya. Na kuna vitu vingi, labda vyakula vyenye asidi nyingi au staili za chakula za mlo zinaweza kusababisha pia. Pombe, sigara. Ikishakuja juu inaleta madhara gani? Asante. Kama nilivyokuambia, koo lina ngozi ya ndani tunaita mucosa, na kabla hata haijafika kwenye koo inaweza ikaleta madhara huko kwenye ule utumbo esophagus kwa chini. Kwa hiyo asidi ikiwa chronic, ikiwa inakuja juu kwa muda mrefu, inaweza hata kupelekea saratani, kansa kabisa, aidha ya koo au ya hiyo esophagus. Kuna kansa maarufu ambayo ni umaarufu kwa sababu inaua sana, ambayo inasababishwa na asidi ambayo inapanda muda mwingi. Mara nyingi mtu mwenye tatizo la asidi inapanda mpaka inaweza kumletea tatizo la saratani. Na inaweza kubadilisha kabisa hata ile anatomia, structure ya ile ngozi ya ndani ya esophagus kwa chini ikabadilika. Kuna tissues zinabadilika kabisa, shape zinakuwa na shape nyingine, tunaita metaplasia. Hilo tatizo la hiyo esophagus ambayo baadaye inaweza ikawa cancer, tunaita Barrett's esophagus, ambayo inaweza kupelekea baadaye mtu akapata saratani. Lakini hiyo ni ya esophagus, lakini leo tunalenga kwenye matatizo ya koo zaidi. Na mtazamaji wa Afya Jamii popote pale ulipo, huyo ni Dr. Godlove Mfuko, daktari bingwa wa pua, sikio na koo kutoka Hospitali ya Taifa Muhimbili hapa Mloganzila. Tunazungumza kuhusiana na tatizo la asidi kwenye koo. Inawezekana mtazamaji nawe unalo tatizo hili, lakini pengine hujijui. Tatizo hili la asidi kwenye koo hapa nchini lina ukubwa kiasi gani? Huenda likawa kubwa sana, lakini kwa sababu kama nilivyosema ya weledi wa kuligundua, kulidiagnose ni mdogo, na ile readiness ya watu kwenda hospitali kufuata tiba ni ndogo, inawezekana takwimu zinaonyesha ni tatizo la ukubwa fulani ni kubwa zaidi. Lakini documented takwimu, kwa mfano nchi kama Marekani, karibu 30% ya watu wazima, unaongelea watu karibia milioni 60, wana tatizo la asidi kwenye koo. Kuna takwimu zinaonyesha duniani hata watoto wadogo kabisa, infants, wanapata hilo tatizo, ingawa dalili zao na wakubwa ni tofauti. Lakini kwa mimi, kwa experience ya hapa Hospitali ya Taifa Muhimbili Mloganzila, wagonjwa ambao wanakuja kliniki, nataka nikwambie karibu 20% ya wagonjwa wanaokuja hapa kwenye matatizo ya pua na masikio na koo, ukiwapima unakuta kuna mabadiliko kwenye ngozi yao ya ndani ya koo ambayo imesababishwa na asidi. Na wengine hawajijui, na wengine wanakuambia kwamba daktari, mimi nilikuwa na tatizo la koo, lakini nilikuwa napewa dawa za antibiotic, lakini nilikuwa siponi. Lakini baadaye ukija kumwangalia unaona kuna hizo mabadiliko, na ukianza kumwanzishia tiba ya kuondoa hilo tatizo la asidi, anakuambia daktari, ninaendelea vizuri. Kwa kifupi, kwa hapa kliniki ni kama 20%, lakini huenda hiyo takwimu ikawa kubwa zaidi. Lakini kwa nchi za wenzetu zilizoendelea kama Marekani kwa mfano, takwimu zao wanaonyesha watu karibu 30% mpaka 40% wana hilo tatizo. Nilitamani kujua umri wa watu ambao wanateseka sana na tatizo hili. Watu wazima kuanzia miaka 40, takwimu zinaonyesha. Mtu yoyote kwanza
age predilection, kuanzia hata mtoto mdogo anaweza kupata tatizo la asidi, ingawa dalili nimesema na watu wazima zinatofautiana, lakini takwimu zinaonyesha kuanzia miaka 40 na kuendelea ndio watu wanapata sana hilo tatizo. Sasa dalili zikoje, daktari? Swali zuri. Dalili ziko nyingi sana, na labda nikwambie ni dalili ambazo pia zinaweza kaa ni dalili za magonjwa mengine. Ndio maana anasema ni kitu ambacho kinahitaji daktari akae na mgonjwa amuulize mambo mengi, kwa sababu dalili za asidi kwenye koo zinaweza zikawa confused na za dalili za kikohozi, labda pneumonia. Sawa, kuna watu wanaweza wakaja na kikohozi cha muda mrefu. Unakuta mtu anakuja na cough ya muda mrefu, anakohoa, anaenda hospitalini, anapigwa x-ray. Unajua ukikohoa muda mrefu unapigwa x-ray. X-ray inakuja iko kawaida, haionyeshi shida yoyote. Huyo mtu ni mtu ambaye ana afya nzuri, tunaita immunocompetent. Vitu vitatu nimetaja: anakohoa muda mrefu, huyo mtu ni immunocompetent, ana afya njema, hana upungufu wa kinga, sawa, havuti sigara, na ukimpima x-ray iko kawaida. Daktari anakuwa amefika mwisho, anashindwa kuendelea kwa sababu ana mgonjwa ana dalili, lakini akimpima anaona kila kitu kiko sawa. Sisi tukija sasa, kuna vipimo tukifanya ndo tunaona okay, kuna mabadiliko kwenye ngozi ya ndani ambayo haya ni mabadiliko consistent na acid reflux. Huo ugonjwa kwa kitaalamu tunaita laryngopharyngeal reflux disease. Laryngopharyngeal reflux disease. Ndio. Asante sana mtazamaji. Inawezekana na wewe ni mmoja kati ya watu ambao wana dalili hizo. Una kikohozi cha muda mrefu, lakini umefika katika baadhi ya hospitali hata hizi ndogo ndogo, na madaktari wanasema hawaoni tatizo, hata x-ray haioni tatizo. Usije ukaamua kwenda kwa mganga wa kienyeji, labda ukaenda kufanya ramli, nani kakutegeshea chochote, lakini kumbe inaweza kawa na tatizo la kwenye koo, kwa maana ya asidi kwenye koo. Ni vyema ukafika kwenye hospitali kubwa zaidi ili uweze kufanywa vipimo vya ziada kuweza kubaini tatizo lako. Sasa daktari, dalili nyingine ni zipi? Dalili nyingine muhimu sana ni hali ya kuhisi kama vile kwenye koo kuna kitu hakitaki kutoka. Unahisi kama vile kuna kama kohozi limekaa muda wote. Mtu anakuambia daktari, mimi bwana ninasikia koo langu kama kuna kitu hapa hakitoki. Kwa kitaalamu hiyo kitu tunaita globus pharyngeus au globus sensation. Unahisi kama vile kuna kitu kwenye koo. Au mgonjwa anakuambia daktari, mimi muda wote najisikia kama vile nataka kulisafisha koo langu, kufanya inaitwa throat clearing kwa muda mrefu. Mtu anakuambia hivyo. Kwa hizo ni dalili ambazo mtu mwingine anaweza akazichukulia tu kawaida, lakini ni dalili very important, muhimu sana kwetu sisi, ambazo zinatupelekea tufikirie kwamba huenda huyu mtu akawa na dalili za asidi. Dalili nyingine ziko nyingi. Mtu mwingine anaweza akawa hata ananuka mdomo. Kwa sababu unaongelea reflux. Reflux maana yake vitu vya tumboni vinakuja kwenye koo. Kwa mtu mwingine anaweza akapresent na dalili tunaita halitosis. Mtu mwingine anaweza akapresent hata na mafua sugu. Kwa sababu unajua ni zile vitu vinatoka tumboni vinakuja kwenye koo. Unajua koo na masikio vimeungana na pua, kuna connection. Kwa hiyo wale kama kuna wadudu ambao wako tumboni wanaweza wakaja wakasababisha chronic ugonjwa wa mafua au hata wa masikio. Ukipima, ukifanya culture unashangaa huyu mdudu mbona ni wa tumboni? Amekujaje kwenye koo au kwenye masikio? Kwa hiyo inaweza kusababisha hata matatizo ya masikio, inaweza kusababisha matatizo ya mafua sugu, mtu anaweza kananuka mdomo, sawa. Kwa hivyo vitu vyote vinaweza kusababisha. Inaweza kusababisha hata sauti kubadilika. Kuna study iliyowahi kufanyika Brazil imeonyesha kwamba asilimia kubwa ya watu, karibu asilimia 15 ya watu wenye matatizo ya sauti, tunaita kwa kitaalamu dysphonia. So mtu anaweza kana ongea sauti yake inaanza kukwaruza, inabadilika, mara nyingi sana asidi inasababisha. Kwa sababu inapofika kwenye koo inaunguza, inaunguza, na picha za mtu mwenye tatizo la asidi kwenye koo ukizipiga kwa kutumia vifaa vyetu, unaona kabisa kama vile ni ngozi imemwagiwa maji ya moto, imeungua. Kama vile asidi inavyounguza. Tunaita kwa kitaalamu erythema. Au sometimes unaweza kukuta ile ngozi imeota viruturutu kama viatu vya mpira njumu, tunaita cobblestones. Kwa sisi wataalamu tunajua tukipiga picha, tukiangalia na endoscope tunaona hizi changes, hizi ni consistent na acid. Dr. Mfuko, asidi kipanda kuja juu ndio inaleta matatizo hayo. Haiwezi kushuka kwenda chini. Kwenye maumbile ya binadamu, anatomia na fiziolojia, kuna vitu vinawekwa kwa ajili ya kuihuisha hiyo asidi kama itaenda sehemu ambayo sio sahihi. Kadiri ambapo chakula kinatoka kwenye matumbo kinavyoshuka kwenye utumbo, ule uasidi unapungua, kwa sababu kuna vitu vingine vinamwagwa kwenye mfumo umeng'enyaji chakula. Kadiri chakula kinavyotoka kutoka mdomoni, kila kinavyopita, kuna vitu vya kifiziolojia vinamwagwa. Hata huku juu kwenye koo kuna muda unamwagwa mpaka aina fulani ya vimeng'enyo kwa ajili ya kuihuisha ile asidi.
Kwa hiyo usifikiri kwamba baba mwili umekaa tu unasubiri hiyo asidi iunguze, hapana, kunakuwa na effort ya mwili wenyewe kusaidia kuihuisha. Kuna vimeng'enyo kama carbonic anhydrase vinaweza zikamwagwa kwenye koo, lakini hapa naongelea kama hiyo fiziolojia haifanyi kazi vizuri. Sawa. Mtu mwingine nimesema kwa mfano ile sphincter kwenye esophagus pale chini inaweza ikawa ina shida. Kuna mtu mshekusikia, kuna mtu ana ngiria kwenye diaphragm inaitwa hiatal hernia. Mtu anakuwa na kitu, yani contact za tumboni, matumbo. Unajua matumbo yametenganishwa na msuli mpana wa kusaidia kupumua unaitwa diaphragm. Sawa. Kwa hiyo yale matumbo yanaweza akasukuma juu, ile asidi ikae na ile sphincter ile kinachozuia asidi isipande juu kwenye esophagus ikawa haifanyi kazi vizuri na asidi ikawa inapanda juu. Kwa hiyo kuna vitu vingi sana. Naam, Dokta, tayari mgonjwa amekwisha fika katika eneo lako hili kwa maana hiki chumba cha matibabu na ana shida ya asidi kwenye koo. Ni huduma zipi ambazo unampatia? Mpaka unafikiria kumpima, maana utakuwa umeshachukua historia yake. Ndio. Unajua sisi tunachukua historia kwa mgonjwa, ambacho ni kitu muhimu sana. Kwa baada ya kuwa umeshachukua historia ukafikiri kwamba huenda ni asidi, ndio unafikia sasa kwenye kumpima. Na gold standard kipimo cha kupima vizuri ili uweze kujua kama kuna tatizo la acid ni kufanya endoscopy. Kwa hiyo unaingiza kifaa kama hiki kwenye koo lake na hayumi. Unaweza ukatumia dawa kidogo ka spray, lakini kama huko kwa sababu simgusi popote, naweza nikatumia akiashama mdomo naweza nikaona na tukaona hiyo koo lake kwa ndani. Unaweza kaashama tu. Toa ulimi nje. Toa ulimi nje. Fanya hii. Ile ni washe lamp. Ashama. Vuta ya ndani, fanya hii. Toa ulimi nje. Fanya hii. Fanya hii. Yaani ufanye kabisa, fanya hii. Okay. Toa ulimi nje. Toa ulimi nje. Fanya hii. Yaani haya uvute na fanya. Okay. Toa ulimi nje. Toa ulimi nje. Vuta ya ndani, fanya. Toa ulimi nje. Toa ulimi nje. Fanya. Yes. Ningeweza kwenda chini zaidi, lakini kama hapa naweza nikakuonyesha, unaona hii ngozi ya ndani ya koo haiko smooth, ina corrugations, ina viruturutu. Ashama tena. Ashama. Vuta hiyo ndani, wakati ulimi umeutoa nje. Fanya hii. Wakati ulimi uko nje hivi unatoa. Fanya hii. Yes. Kwa hiyo unaweza ukapiga mpaka ukaona kwenye koo pale ambazo vocal cords zinatoka. Sometimes unaweza ukaona hizo sehemu za kutolea sauti vocal cords zimevimba, ngozi imevimba. Ni mtu ambaye anakuja na tatizo sauti imekauka. Unaona kabisa hizo changes. Na hata rangi, unajua rangi ya kawaida ya ngozi ya ndani ya koo inatakiwa kuwa pink. Lakini kama kuna shida unaona kabisa kuna wekundu. Hii sio nyekundu sana, lakini kuna wagonjwa wanakuja kabisa nyekundu kama nyanya. Unaona, kwa hiyo vitu kama hivyo. Kwa kifupi unaona hii unaona live kabisa. Lakini kuna vitu vingine tunaweza tukavifanya kwamba mabadiliko ambayo unayaona kwenye koo kwa kipimo cha endoscopy yanakuonyesha tu hapa juu. Mara nyingi tunatumia hiyo tunaita rigid endoscopy. Lakini sometimes nilikwambia kwamba inaweza ikaleta madhara hata kwenye pua. Kwa sometimes tunaweza tukatumia kifaa ambacho ni flexible fiber optic. Kinaweza kupinda, unaweza ukakiingiza kwenye tundu la pua ukashuka nacho kwenye koo mpaka ndani. Kwa hiyo unaangalia hayo mabadiliko yote vizuri na unaona kwenye screen. Hiki hapa tunafanya directly rigid. Hivi. Lakini pia tunaweza tutumia hicho kifaa kufanyia treatment. Sawa. Kwa mfano kama unampima mtu kwenye koo, unaweza kuchukua hata nyama. Kwa mfano kama unahisi labda ni saratani, unaweza hata ukachukua kinyama, unaingiza hicho kifaa, unaenda na kifaa kingine pembeni yake, unaenda unachukua kinyama. Kwa hiyo inakurahisishia kwamba unachukua kama ni kinyama ni pale pale ambapo kuna tatizo. Na matibabu ya matatizo kama haya inategemea na madhara ambayo mgonjwa anayo. Au inaweza kafika hadi upasuaji. Kwamba sometimes wagonjwa ambao wanakuja kwetu wanakuwa na tatizo kwenye ile tunaita hiatal hernia. Ndio. Unaweza kufanya mpaka upasuaji. Kwa hiyo tiba ya tatizo la asidi inaweza ikatibiwa kwa dawa au upasuaji depending on kitu gani kimesababisha. Sawa, lakini mara nyingi sana tunapenda sana kufanya lifestyle modification. Kuwashauri watu vitu gani wafanye ili hilo tatizo
la asidi kwa mfano, lisiwe. Kwa mfano, tunamshauri mtu kabla hajalala, sawa